Viongozi mliokuwa hapa maofisini mtoke mje kuona Tegeta A. Tegeta A inasikitisha sana mama. Mimi ndugu yangu juzi kazalia kwenye bajaji. Make kutoka hapa mpaka tuitafute barabara ni shida. Tunamlilia Mama Samia atusaidie. Asaidie, atumie viongozi wake waliopewa jukumu hili walifanyie kazi bila kusita. Sasa yako mawili mwenyekiti. Ukose mwenyekiti wako kwa sababu tutachukulia kwamba hujawajibika inavyotakiwa, au utuitie wahusika au wanaohusika kama ni TANROADS watengeneze, wawasiliane na wewe vizuri, watengeneze protocol ya mkutano wa hadhara kwa ajili ya wananchi wa huku ili tuelewe mwisho wetu ni upi. Jina langu ni Hamisi Mguta na hii ni Wasafi Media kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Na ripoti kutokea hapa katika mtaa wa Tegeta A, wilaya ya Ubungo, jimbo la Kibamba, baada ya kupata tukio la wananchi kuandamana kwenda kwenye ofisi ya serikali ya mtaa wa Tegeta A juu ya adha ya miundombinu ya barabara ambayo wamekuwa wakikumbana nayo mara kwa mara, na ahadi ambazo wamekuwa wamepewa ya kwamba barabara hii itajengwa kwa kiwango cha lami. Wameamua kuandamana kwenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa katika ofisi yake kuhoji ni mikakati gani ambayo mpaka sasa ipo kuhakikisha barabara hii inafanywa marekebisho ama kufanywa ujenzi kwa kiwango cha lami kutokana na changamoto kadhaa ambazo wamekuwa wakizipitia. Tunamuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama anavyowajibika kwenye maeneo mengine, awajibike vile vile kwenye eneo letu la Tegeta A, tukiwa na maana kwamba tunaomba barabara, na sio barabara tu, tunaomba barabara yenye kiwango cha lami ambacho tumeshaahidiwa, lakini utekelezaji wake hakuna. Mnaambiwa pesa zipo lakini kazi haifanyiki. Barabara zimeharibika, lazima nauli zipande juu, lakini wananchi wanalalamika, tunawaumiza, lakini kipande ni kifupi. Unakuta mtu anakuambia shilingi 1000 au 1500, lakini ukiangalia miundombinu inatubana, inatuumiza. Tunawahurumia wananchi, lakini changamoto ni barabara. Tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho lingine. Maana vikao vimekuwa vingi, ahadi zimekuwa nyingi. Wamekaa ofisini tu, watembee, watoke waangalie huku. Waje kuangalia kero za wananchi. Sisi tunapata changamoto. Wamama wanazalia kwenye bajaji zetu. Hatuna utaalamu wa udaktari sisi. Tunahatarisha maisha ya kina mama. Serikali ipo wapi? Viongozi mliokuwa hapa maofisini mtoke mje kuona Tegeta A. Tegeta A inasikitisha sana mama. Mbunge wetu Samtevu uko wapi Samtevu? Kwanza tunashukuru. Tumepata maji. Tumeona miundombinu ya maji, tulilia hicho kilio, tumepata. Daraja tulilia, kweli wametutengenezea, lakini tunaomba barabara haijarekebishwa, bado iko kwenye shida, iko kwenye matatizo. Wananchi kilio chetu ni hicho wa Tegeta hii. Nadhani tunaomba Mama Samia atusikilize sisi kama wanawake. Tunapata shida mno. Wamama wanazalia kwenye bajaji. Lakini kuna mengine sisi hatuwezi kulaumu uongozi wa juu. Maana tunajua huyo ni mama yetu, anatupenda. Hawezi kututupa, hawezi kutuacha, lakini hiki kilio kama amekisikia, tunaomba kimfikie kwa machozi. Mungu kimya mpo ofisini tu, atueleze nini kinachoendelea. Ahadi zimekuwa nyingi. Tumechoka bwana. Na mpaka jana ndugu yangu mimi amezalia kwenye bajaji, ndio maana tukaona hii bora tuandamane wananchi. Tuje hapa, na bahati nzuri au mbaya ikawa kile kiumbe kimefia kwenye bajaji. Tunaomba utusaidie, watoto wanafia kwenye bajaji, tunashindwa ndugu mwenyekiti. Tunaomba ufate uongozi wako utusaidie, na ndio maana tumepaza kilio chetu hiki kuja mahali hapa. Tunaomba mtusikilize. Swala barabara kwa kweli tumelifuatilia kwa kina, na bahati nzuri tarehe 3 mwezi tulikutana na mkuu wa wilaya wetu, alituita pale Kimara alipokutana na asisi wenye vitu wa serikali ya mtaa wa jimbo la Kibamba na jimbo la Ubungo. Lakini kulikuwa na wataalamu mbalimbali wa TANESCO, wa TARURA na wengine wote walikuwa pale. Waliposimama watu wa TARURA walituambia tarehe 3 mwezi wa 3 barabara yetu ya barabara za DMDP zenye mradi wa DMDP 2 watasaini mkataba tarehe 3 mwezi wa 3. Lakini ilipopita tarehe 3 mwezi wa 3 vile vile na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilifuatilia kutaka kujua kwamba mkataba huo umesainiwa au vipi. Lakini nilipompigia meneja wa TARURA akaniambia wanafuatilia hizo taarifa. Lakini sikuacha kukaa kimya. Niliendelea kumfuatilia tena, na nakumbuka mpaka Ijumaa, na message ninazo hapa.
Baada ya kumfuatilia akaniambia kwamba mkataba wa DMDP uko kwa mwanasheria mkuu, haujasainiwa. Kwa hiyo sisi bado tunaendelea kufuatilia kujua kwamba mkataba huo utasainiwa lini. Na kwa sababu nyinyi mmekuja, itatusaidia na vyombo vya habari vitatusaidia. Na vile vile niombe mamlaka ikiwepo mkuu wetu wa wilaya kwamba hawa TARURA walisema tarehe 3 mwezi wa 3 mkataba utasainiwa. Basi watusaidie wananchi wa mtaa wetu Tegeta kwa kweli wanapata shida. Na mimi nikiwa miongoni mwa waathirika katika mtaa huu, kwa sababu wananchi wanakuja wanalalamika, usafiri kutoka hapa mpaka Mbezi ni shilingi 2000, wananchi wangu wa kipato chao cha chini, na barabara ni mbovu kwa kweli. Na athari ni kubwa kwa sababu kuna malori yanapita, wakati mwingine mpaka yanadondoka barabarani hapa. Kwa hiyo na kipindi cha mvua kinachokuja hali itakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo niombe mamlaka zinazohusika hasa TARURA watuambie huo mkataba wa DMDP. Manake toka mimi sijakuwa mkuu mwenyekiti wa mtaa huu toka 2022 imekuwa ni ahadi za DMDP, lakini ukiwafuata kuhusiana na basi hata watubuluzie barabara zetu lakini wanatuambia hatuwezi kufanya chochote kwa sababu mradi uko DMDP. Basi tunaiomba mamlaka ikiwezekana basi kabla mradi haujasainiwa wa DMDP watubuluzie hizi barabara zetu zikae vizuri, wananchi waweze kupata nafuu ambao wanaipata. Sasa kama wakina mama wanalalamika au wananchi wanalalamika, sisi kama viongozi hatukai tu ofisini, tunahangaika nao hizo mamlaka, lakini sasa tunashindwa kwa sababu sisi hatuna majibu ya moja kwa moja. Tunapata majibu kutoka kwao, lakini wanapotupa majibu tunawaletea wananchi. Na tunapowaletea wananchi tuna maana kwamba utekelezaji utafanyika, lakini kama utekelezaji ufanyiki, siku moja ofisi yetu tutakuja kupigwa mawe hapa kwa sababu sisi wanachotuambia ndio hicho tunakileta hapa. Lakini sasa kama wao hawatekelezi, sisi tunakuwa tunabanwa na wananchi wetu, na sisi ni watendaji wa chini huku ambao wakitupa majibu sisi tunaleta kwa wananchi. Wananchi wanatusikiliza sisi, wanatuamini sisi. Lakini sasa imekuwa muda mrefu. Toka 2022 serikali iliyopita imekwisha. Sasa hivi nimeingia serikali mpya ambayo almost kama tuna miezi mitatu. Wakitusaidia ili mkataba usainiwe kweli, na tunatamani siku ya kusaini mkataba basi ikiwezekana na sisi wananchi tushiriki tuone huo mkataba. Lakini kama kuna utachelewa basi kwa kipindi cha sasa watusaidie, watubuluzie hii barabara yetu, watuweke katika kiwango kizuri ambacho kitatusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, najua mnaumia. Na mimi vile vile kama mwananchi wa eneo hili naumia sana. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Stanislaus Mayolelo, na mshukuru Mungu awamu ya miaka 5 iliyopita nilikuwepo katika uongozi na hata hii 5 mingine ambayo imeingia. Kikawaida huko nyuma tulianzisha mradi wa kuchangisha wananchi kupitia hii barabara kwamba tuchangishe pia tuweze kuichonga na kumwaga vifusi vya kokoto. Lakini imeenda hiyo mpaka nimeingia kwenye uongozi 2019. Basi tumekaa, lakini baada ya miaka miwili 2022 ikatangazwa DMDP kwamba itajengwa kwa kiwango cha lami na watu wataweza kuona maisha mazuri katika kupita kwenye njia nzuri. Lakini baada ya hapo tuliendelea kufuatilia huu utaratibu wa kujua kwamba hii barabara itajengwa lini. Ni zile ahadi tu kama alivyosema mwenyekiti wangu hapa kwamba tulikuwa tunaahidiwa tunapewa tarehe, mwaka unaisha, unapewa tarehe, mwaka unaisha. Sasa mwisho wa siku hawa wananchi imefika mahali wanazungumza wao wenyewe huko kizunguka mtaani. Wanasema sasa sisi ni watu wa kuchanga kutoka 2018 mpaka leo. Hii hatima hii barabara ya rami itajengwa lini? Lakini mwisho wa siku mwenyekiti kupitia hicho kikao cha mkuu wa wilaya aliahidi tarehe 3 mwezi huu wa 3 kwamba itasainiwa mikataba yote na utaratibu wa lami utaanza. Sasa mimi naniwia ugumu sana. Wakati mwingine kama mwenyekiti wa kamati ya miundombinu nashindwa kuwa na majibu ya moja kwa moja kutokana na hili. Kwa sababu ninachoamini katika miradi ya serikali hata kama imecheleweshwa lakini kuwe na lengo maalum ambalo linathibitisha kwa wananchi. Sisi kama viongozi tunajitahidi kusukuma na kuulizia huko TARURA, majibu yanayotokea ni kwamba sisi tutajenga. Sisi tutajenga. Na lakini baadaye tulienda tukazungumza. Wananchi wetu wamedai kwamba hawatachangia tena na kuburuza hii barabara kwa sababu ni muda mrefu ameanza kuichonga hii barabara. Badala yake wao wanasema iko kwenye mradi mkubwa, hatuwezi kuingiza fedha za kuchonga hii barabara kutokana na kwamba tuna mpango wa kuja kuweka lami. Sasa mimi niseme tu mamlaka zinazohusika na hili jambo, hebu zilione kama ni jambo ambalo ni la muhimu, na hawa wananchi wetu ndio wapiga kura na ndio waliotuingiza sisi madarakani. Tutakuwa watu wa ajabu kama viongozi tuko hapa katika hiyo ofisi na mambo hayaendi. Niombe sana mamlaka zilizowekwa kupitia mkuu wetu wa wilaya, diwani, mheshimiwa mbunge watusaidia katika jambo hili kuhakikisha kwamba hawa wananchi wetu wanapata viwango vya lami katika hii barabara yetu.